sababu nyinyi bwana tunawategemeeni sana waandishi wa habari. Kwanza tunawapongezeni kwa kazi nzuri mnaoifanya. Mnafanya kazi nzuri sana. Aheri ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama. Jana tumefanya mkutano wetu Masasi. Leo tuko hapa tunaongea na nyewe waandishi wa habari. Mnapoona waandishi wa habari kulia kwangu hapa ni Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama, ndio kiungo mkubwa Mheshimiwa Rai. Huyu ndio kiungo mkubwa wa chama. Mambo yote tunayoyafanya kwa ushirikiano mzuri baina ya wagombea pamoja na kiongozi wa chama na viongozi wa chama wote. Mnavyoona, kama mnavyoona tuna ushirikiano mkubwa sana kwenye chama. Kushoto kwangu hapa mnapoona nipo na mgombea mwenza wangu, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Chum Juma Abdalla. Tupo naye kila ziara ninapoenda mimi na yeye yumo. Kama mnavyojua nchi yetu ni ya kizalendo zaidi. Kama unavyojua nchi yetu ni ya muungano. Kwa hiyo lazima hatuna budi kuendeleza muungano ambao umeasisiwa na wazee wetu wa nchi yetu. Leo tumewaita ndugu waandishi wa habari ambao mpo katika mkoa huu wa Mtwara. Sisi tuko tofauti na vyama vingine wanapoenda kwenye mkoa. Hizi ni fursa. Na ndio maana fursa hizi zikipita hapa zinakaa tena miaka 5. Fursa hizi zikitoka hapa inakaa tena miaka 5 inakuja tena. Kwa hiyo tunachokifanya sisi, tumekaa na kamati yangu, tumekaa na Mheshimiwa Katibu, na uongozi mzima wa chama cha wakulima AFP, Alliance for Africa Farmers Party. Tukaona ni vyema sasa kila mkoa tunapoenda tunachukua waandishi waliopo kwenye mkoa ule ili walipoti taarifa zetu. Hatuwezi kuja sisi mkoa wa Mtwara tukamchukua mwandishi wa kutoka mikoa mingine. Tutakuwa waandishi wa habari wa mkoa wa Mtwara tutakuwa tujawatendea haki, au wa mikoa mingine tunaoenda tutakuwa tuwatendei haki. Na ndio maana leo hapa tunaongea na nyewe waandishi wa habari kwa ajili ya kuambia sasa ziara ya mkoa wa Mtwara leo ndo inaishia mwisho. Tukitoka hapa tunaelekea mkoa wa Ruvuma. Hodi mkoa wa Ruvuma. Tunaelekea mkoa wa Ruvuma. Na leo si kwamba tukua na ziara. Tulitakiwa twende tukafanye mkutano wetu wilaya na Nyumbu. Kutokana sisi chama chetu kinasema siasa na maisha ya watu. Siasa na maisha ya watu inamaanisha mambo mengi. Kwanza kama unavyojua taifa letu leo lina msiba. Mwanasiasa mwenzetu amefariki. Hapo napenda kurudia. Hapo napenda kurudia. Taifa letu leo lina msiba wa mwanasiasa mwenzetu ambaye ni mgombea ubunge huko Zanzibar. Ndugu yetu Mwinyi amefariki. Kwa hiyo mimi kama rais na timu yangu nikaona ni vyema leo niahirishe mikutano mingine kwa siku ya leo kwa ajili ya kuomboleza msiba mkubwa, kifo cha ndugu yetu Mwinyi ambaye amefariki Zanzibar. Kwa hiyo ndio siasa, ndugu zangu waandishi wa habari. Ni lazima tufuate maadili ya taifa letu kwa sababu sisi tunapendana. Taifa letu ni moja. Nchi yetu ni moja. Labda nirudi mambo ambayo nimekutana nayo katika kanda ya kusini kuanzia mikoa ya Lindi na Mtwara. Nimegundua kuna changamoto lukuki kwa Watanzania hawa. Na Watanzania wana kiu ya maendeleo. Na kiu ya maendeleo ya Watanzania na wanamtwara ndiyo hiyo imenisukuma mimi kutembea vijiji hadi vijiji. Kwa sababu chama changu kinaitwa chama cha wakulima. Kwa hiyo ni wajibu wangu kufika kwa wakulima. Nimeona changamoto wanazokutana nazo.
Changamoto ya kwanza kwenye miundombinu ya usafirishaji mazao, masuala ya miundombinu ya barabara. Nimegundua kuna changamoto kubwa kabisa ya mawasiliano baina ya wilaya na wilaya, vijiji na vijiji, vitongoji na vitongoji, kwa sababu miundombinu ya barabara ni mibovu. Sasa napenda kuahidi serikali yangu kuhusu masuala ya barabara. Miundombinu ya barabara yote, wakituchagua chama cha wakulima tarehe 29, napenda kuahidi sana wanamtwara, nitajitahidi sana kuunganisha mawasiliano, kutengeneza miundombinu ya barabara. Nimewaahidi kila ninapoenda, kila wilaya nitaweka klasha la kuponda mawe na kokoto kwa ajili ya kutengeneza miundombinu ya kinifu, ambaye mkulima huyu akitoa mazao yake shambani yasiozee njiani kwa sababu ya miundombinu mibovu. Na waahidi wanamtwara, nina waageni wanamtwara, mkae na hilo. Tarehe 29 ikifika, mjue kabisa yule rais wetu ambaye anavaa bareti ndio tunamhitaji ili atutengeneze miundombinu ya mawasiliano ya barabara. Kwa kipindi kifupi, ndani ya miaka miwili, barabara zote nitaunganisha wilaya na vijiji. Wilaya zote za mkoa wa Mtwara ni lazima nitaweka barabara za zege. Na barabara itakuwa pana, haitakuwa kama uzi. Kwa sababu jamani, hata tulipokaa hapa Masasi, si umeona milima kule? Yote imejaa mawe ile. Hivi Mungu mnataka awape nini? Yaani Mungu awashushie kitu gani? Mawe yapo yale. Ni kuvunja mawe, kutengeneza barabara pana. Sasa barabara hii ya kuweka kama uzi, alafu barabara ina vilaka. Hii plani sijui kama wameitoa wapi. Kwa hiyo nitatengeneza barabara pana sana. Tukirudi huko, tunakuja kwenye masuala ya afya. Mtanzania huyu ili aweze kuwa ni gurudumu la maendeleo katika taifa lake, ni lazima kuiboresha vituo vya afya. Vituo vya afya lazima viwe na afya, viwe na maji, viwe na umeme, viwe na maji, viwe na umeme, viwe na miundombinu yote rafiki. Yaani hata mgonjwa akifika pale, unaweza kukuta pengine akapona hata bila kupewa dawa, akiona yale mazingira anapokelewa vizuri. Sasa kituo cha afya mtu anapokelewa atafiki kama anaingizwa jela mahabusu. Hilo nitalifuta tarehe 29. Nitatengeneza vituo vya afya vizuri, na kama nilivyoahidi wana Mtwara, kila mahali ambapo patakuwa na kituo cha afya ni lazima nitatengeneza mazingira rafiki na watumishi wakae pale. Mtumishi ataondoka pale labda ameshastaafu. Hiyo ndio Tanzania tunayohitaji, chama chetu cha wakulima. Masuala ya afya. Tukienda kwenye masuala ya mazao, masoko, nimewaahidi wanamtwara na wanalindi wote kusini, nitatengeneza soko kubwa la kanda. Na badilisha soko kuu la watumwa lilivyokuwa linaitwa zamani pale Kilwa. Sasa hivi kusini kutakuwa na soko kuu la mazao. Na tukiliboresha vizuri, pengine hata mikoa mingine watakuja wanaleta mazao yao pale. Na kwa nini nalitengenezea kwenye fukwe za bahari? Kwa sababu matajiri watakapoleta mali zao pale, si karibu na bahari, nitatengeneza lango kubwa hivi. Lakini mle kutakuwa na mitaa. Kunakuwa na mtaa unaitwa Mbaazi. Yaani mtu ukitoka huku na mbaazi zako unajua unaenda mtaa wa Mbaazi. Ukifika pale unauza pale mazao yako, unarudi na mpunga wako, unarudi na hela yako. Hiyo ndio Tanzania inayohitaji. Kutakuwa na mtaa wa Mbaazi, ile fuko ya bahari pale. Kutakuwa na mtaa unaitwa Mahindi, utakuwepo pale. Kutakuwa na mtaa pale kabisa utaitwa Korosho. Kuna mtaa unaitwa Ufuta. Hiyo ndio Tanzania unaotakiwa. Nchi yetu sisi ni tajiri kwenye masuala mazao. Kwa hiyo tarehe 29 wakulima wanapolala wanapoamka wajue kabisa kwamba tuna rais wetu atatupandishia bei ya mazao yetu kama nilivyoahidi. Wengine najua atabeza, lakini mimi naahidi kabisa. Korosho itauzwa shilingi 10,000. Mbaazi itauzwa shilingi 5,000. Naweza, kwa sababu haya mazao paka yanafika sokoni kuna madalali zaidi ya 3 hapo katikati. Kila mtu anataka kumla tu huyu mkulima. Kila mtu anataka kumla tu huyu mkulima. Kwa hiyo nahitaji mkulima, kama nilivyoahidi, nitaweka malori kila wilaya.
Mkulima huko ukishakaa huko, ukishavuna mazao yako, njoo pale wilayani. Ambeni bwana, nataka mzigo wangu tayari nimeshauandaa vizuri kwa ajili ya kupeleka sokoni. Serikali yangu itagharamia. Nitapeleka lori, litapeleka sokoni, ile mtu ataenda kupewa hela yake. Hiyo nitaondoa madalali wote. Nitaondoa. Stakabadhi ghalani naifuta. AMCOS zote nazifuta. Hawa ndio wanawanyonya wakulima wetu. Kona waahidi wanamtwala watakavyokaa, wajue kabisa tumchague rais wetu wa wakulima. Chama cha AFP. Kwenye ile karatasi ya kupigia kula, ndugu wanamtwala, hata msishangae. Unahesabu mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita. Ukifika pale utakuta mtu amevaa barret kama hii. Utamuona mwanzoni huku yupo mgombea wangu mwenza, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Chumu Juma Abdalla. Unaenda mbele utakuta rais amekaa amevaa barret. Hakuna mwingine aliyevaa barret, aliyevaa kofia kama hii. Ni mimi peke yangu. Ninaomba tu watawala, maana wenzetu wana mbinu nyingi sana. Wasio wakatuwekea tena mtu mwingine katuni nyingine na barret pembeni. Akawachanganyeni. Angalieni vizuri, mimi mwenyewe na mwanya. Angalieni vizuri. Maana watawala wana mbinu nyingi. Kwanza kamleta mtu pale, yuko pale pembeni pale, anaye amevaa barret, akasema huyu ndio yule. Kwa hiyo mtu wa sita pale, pigeni kula ya ndio pale. Hapo mmeshakichagua chama cha wakulima. Mmeshamchagua rais Kunje Ngombale Mwilu. Mmeshamchagua makamu wa rais Mheshimiwa Chumu Juma Abdalla. Hiyo ndio Tanzania tunayoitaka. Tuelekee kwenye masuala ya miundombinu, masuala ya umeme, nishati. Napenda kulirudia hili. Hata timu ya mpira uwanjani, magolikipa wanakuwa watatu. Kwamba huyu akilegalega anaingia mwingine. Huyu akilegalega anaingia mwingine. Huyu akilegalega anaingia mwingine. Hata mitandao ya simu. Tungekuwa na mtandao mmoja ungekuwaje? Lakini mitandao ya kisimu nyingi. Kuna Voda, Airtel, Zaltel, Yasi na mengineo. Kwa na mimi mashirika ya umeme hivi nikiweka matatu kwani kuna shida? Hili yawe na ushindani. Tena kikubwa lazima nitaanzisha shirika kubwa litakaosimamia gesi peke yake. Hamna kuliingiza kwenye nishati sui nini, mambo mengi. Nitaweka shirika kabisa linasimamia masuala ya gesi. Yaani shirika hilo kazi yake kuwasimamia wananchi hao wapate gesi. Lenyewe litakuwa kazi yake ni gesi tu. Yaani lenyewe ni kazi yake. Yaani wakiamka tu, wakilala ukiamka ni gesi. Na hakuna kulala hiyo. Kama mnavyojua serikali yangu ya masaa 24. Gesi lazima itawafikia watu majumbani. Hatuwezi kuletewa mitungi, hatujui aliyeleta mtungi ni nani. Mafisadi wamejificha kwenye hiyo mitungi. Unakuja kumsambazia huyu gesi, akimaliza hata kwa kwenda kujaza haoni. Kama mnavyojua ndugu zangu wa Tanzania. Sasa hivi tunaenda na mabadiliko. Bajaji zinatumia gesi. Magari yanatumia gesi. Angalia huku Masasi, hakuna hata sehemu ya kwenda kujaza gesi. Alafu mnalinga tuna gesi au gesi inaenda nje? Yaani si wenyewe tusifaidi, yaani kitanda kiko juu chini kuna gesi, lakini si wenyewe tufaidi hizo gesi. Hii yote ni kukosa uzalendo. Hii yote ni kukosa uzalendo. Kwa hiyo nitaimarisha masuala ya umeme tarehe 29 wakinichagua, hakuna kukatika tena. Kama watasingizia sui mabwawa, sui amefanyaje ya maji, mimi kwa serikali yangu iko tayari kuvusha nyaya za umeme pale, za kutoka kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere pale Rufiji, na kuja kumwaga umeme kote huko. Kwani pana umbali gani pale? Kama rais aliyetangulia marehemu Mkapa amejenga daraja, mimi nitashindwa kuvusha ule umeme pale kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere kuleta huko? Sinaleta tu. Kazi rahisi kabisa. Lakini ukikaa kidogo, hapa penye hotelini hapa nimekaa hapa umeme umekatika simu mara 2. Paka wanataka kuunguza simu zangu. Hafu baadaye mtu anatembea kifua mbele. Anakuambia na wizara yangu ya nishati, na wizara yangu ya umeme, na wizara yangu ya afya, na wananchi hao wanalalamika wanapata shida. Tunashindwa kuwasimamia. Tatizo viongozi nchi hii wamekosa uzalendo.
hawana huruma na Watanzania hawa. Kisa yeye ni waziri, anatembea kifua mbele eti mimi ni waziri, wizara yangu, wizara yangu, wizara yangu. Wewe wizara yako wewe umesajili lini? Wizara ni ya Watanzania hizi. Sisi ni watumishi, maneno naongea kutoka ndani ya moyo wangu. Wanitume niwatumikie tarehe 29, waone mabadiliko ya kweli na sera za utekelezaji, sio sera za porojo. Masuala nishati ni shida. Tukitoka kwenye masuala nishati tunakuja kwenye masuala miundombinu ya maji. Jamani, tuna Ruvuma, tuna wapi, tuna mito mingi, lakini bado wananchi huku ni changamoto ya maji. Kila siku wao ni mtaji ni huo tu. Baada ya uchaguzi wanatoa ahadi zao hewa. Tutawekea maji, tutawekea nini, tutafanya mazungumzo, wawekezaji watakuja, watafanya sui nini. Lingine ndugu zangu wa Tanzania mnaonisikiliza na waandishi wa habari na wanamtwala, Mwalimu Nyerere alishaisema kwamba itakuja siku wa Tanzania wenyewe watafanya kazi hizi. Kama vifaa tunavileta tu hapa, Watanzania wenyewe wanashughulika. Tuna Watanzania wangapi? Alafu baadaye mnalalamika ajira, 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 ajira. Tuna vyanzo vingi vya kuleta ajira. Kuna sekta ya madini hapa mkoa wa Kusini, hasa kanda ya Kusini. Katika watu wa rais wanaojua madini mengi, mimi najua madini mengi kushinda rais wa yoyote yule katika nchi tunaogombea. Mimi nayajua kichwani zaidi ya madini 200, tena kichwani, sio kwa karatasi. Ukinitajia madini yanayotoka Tunduru nitakutajia kuna madini yanaitwa Cristobel, yanaitwa Alexander, yanaitwa Blue Sapphire, yanapatikana huko. Yanaitwa graphite, yanapatikana huko. Yanaitwa nickel, yanapatikana huko. Yanaitwa dolomite, yanapatikana huko. Wao wanachojua ni madini yale tu. Makaa ya mawe, makaa ya mawe, dhahabu ndio wanayojua, lakini tuna madini mengi. Wao wanajua tu yale madini ambao wanajua kabisa wanaweza kaingiza mkono wao nao wakafanya ufisadi wao. Ndio wanalojua hiyo. Utasikia Mchina anatoka kanakuja huko anaitwa Yung Ya. Lakini kumbe sio Yung Ya. Kuna mtu pale anaitwa mtu fulani. Waziri yuko pembeni pale. Anaonekana Mchina kumbe waziri yuko pembeni kwa ajili ya kuwanyonya Watanzania wenzake. Anasomba madini hapa, mafanikio hamna. Anasomba madini hapa, graphite zinatoka, nickel zinaondoka hapa, zinapelekwa kusikojulikana, wananchi wanapata shida. Umeme hakuna, maji hakuna. Hafu Watanzania mimi jamani nawapendeni sana Tanzania. Watanzania wengine wenzenu yote hata hawataki hapa. Mambo si ya kuunda ndege, si mambo ya hawataki. Hao Watanzania wenzenu wanataka vitu hivi, changamoto ndogo ndogo, wawe na umeme wa uhakika, wapande mazao yao vizuri, wapate mbolea bei rahisi, ndio wanachotaka, wapate maji, wapate huduma ya afya safi. Hayo mambo mengine hayo, mambo si ya nini na nini hayo, wenzenu hata hawana hata mpango nayo. Hiyo ni nyinyi wenyewe tu huko kwa ufisadi wenu, mnatengeneza 10%, mnaponunua hiyo mizigo, mnaponunua hivyo vyombo, mnatengeneza asilimia zenu, baadaye mnawasumbua Tanzania hao. Mnanunua vitu lakini baadaye mna asilimia kubwa. Nilisikia katikati kuna meli imetoka hapa imeenda kutengenezwa si Kenya huko boti. Paka leo si kama limerudi. Tumeona meli imetengenezwa pale Mwanza pale. Tena Watanzania wametengeneza. Kampuni imetoka hapa hapa. Imeanza safari yake kutoka Mwanza kwenda Bukoba huko. Wametengeneza Watanzania. Lakini unasikia mtu anasafirisha boti hapa na lipeleka Kenya eti likaungwe huko. Huo ni ufisadi tu. Eti limefunguliwa limepelekwa huko likaunga, alijarudi nasikia mpaka leo si kama limerudi. Hii yote ni kukosa uzalendo. Kwa hiyo napenda kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, nyinyi ni wajumbe wazuri kwenye mambo haya. Twende kwenye masuala ya elimu. Elimu. Elimu ni changamoto kwa walimu. Kutoa ajira si kazi. Kutoa ajira si kazi. Kazi kuwahudumia hawa walimu. Kazi kuwahudumia hawa waliochaguliwa na serikali, walioteuliwa na serikali. Wewe unatoa tangazo la walimu. Yule mwalimu hujamtengenezea miundombinu.
Mwalimu hujamtengenezea miundombinu. Mwalimu hujamtengenezea miundombinu kabisa. Anachaguliwa hapa kwenda kuwa mwalimu wa kijiji fulani, hata nyumba hujamtengenezea ya kulala. Nyumba ya kulala hujamtengenezea. Leo unamteua mtu akawe polisi sehemu fulani, akawe kiongozi wa idara fulani, alafu yule mtu anaishia kwenye mahoteli. Sasa serikali gani hiyo? Yaani unamteua mtu huko, yule mtu ukimteua akienda Morogoro anaenda kufikia hotelini, anaambiwa nyumba ya kufikia hamna kwanza. Sasa mtu yani atakuwa anafanya kazi akiwa hotelini kweli? Yaani serikali hiyo imefikia hivyo kweli? Yaani serikali imefikia mtu anamteua alafu yule mtu anaenda kufikia hotelini. Haja jambo la ajabu sana jamani. Yaani mtu ameteuliwa leo, unaambia nenda kafanye kazi Mbeya, nyumba ya kwenda kukaa kule hana. Eti unaambia kaa hotelini. Yaani eti mtumishi anakaa hotelini. Hii yote ni ufisadi. Watu wanatengeneza mazingira kwa ajili ya kuwafisadi watu. Kwa hiyo serikali yangu sitakubaliana nalo hilo. Walimu wakichaguliwa tayari nimeshatengeneza miundombinu kule wanakoenda vijijini. Watafungiwa sola kila mahali. Na nitapeleka interneti kila mahali kwenye vijiji vyote. Mwalimu huyu ili afanye mawasiliano vizuri. Sasa vijiji vingine ukienda hata mtandao uonekane. Kama kuna changamoto ya shule, mwalimu lazima akapande kwenye mti. Anampigia afisa elimu ambaye yuko mjini. Tena juu ya mti kabisa anapanda anatafuta mnara. Serikali yangu nitaongeza minara mingi. Internet nitafunga kila kijiji. Kila shule nitaweka internet. Kila shule ya aina yote ya msingi, kuanzia ya msingi kwenda juu, nitaweka internet. Nchi yetu ndugu zangu ni tajiri, lakini watu wake si waaminifu. Na ndio maana napenda kuahidi kwa ushirikiano wa serikali yangu na makamu wangu wa rais, yuko vizuri. Yuko vizuri. Tutajitahidi kutengeneza serikali ya kisasa zaidi, tofauti na wanavyofikiria. Tutatengeneza serikali ya kuheshimiana. Tutatengeneza serikali ya maheshimiano. Tutatengeneza serikali ambayo yenye kufuata maadili ya Watanzania. Napenda kurudia. Ukitaka nchi yote iende vizuri, hata wenzetu wanaendelea vizuri, kwenye ile nchi yao wanafuata maadili ya nchi ile na utamaduni. Nchi yetu utamaduni unapotea, maadili yanapotea. Na ndio maana nimesema nikiingia madarakani nitafungua madarasa, madawati ya wazee ambao wana afya njema, ni kwa ajili ya kufundisha maadili ya nchi yetu na utamaduni wa taifa letu na asili ya taifa letu. Ndugu zangu waandishi wa habari, serikali yangu nitatengeneza task force magereza yote ya nchi, kujua wale waliokuepo kule ndani kweli wana makosa. Kwa sababu unaweza kukuta mafisadi hawa kuna watu wamewapeleka kule kwa kutumia nguvu zao kwa ajili ya kuwaonea wanyonge wangu wao. Nitatengeneza task force kwa ajili ya kutembelea magereza yote, niangalie huyu kweli ana kesi kweli inamhusu huyu. Na ikiwezekana mimi mwenyewe nitakuwepo. Tatembea gereza hadi gereza, kujua kweli, nitamhoji mmoja hadi mwingine. Wale zoezi litafanyika na timu yangu ya chama changu, kuhoji bwana una matatizo gani ndani ya gereza, umetuhumiwa nini wewe. Kwa sababu unaweza kukuta tupo huku nje, kumbe kuna nguvu kazi ziko kule magereza. Mtu kapelekwa kule kwa ajili ya uonevu tu. Fisadi mmoja kakaa huko kwa hela zake, amewaonea Watanzania hao, wamejazana huko gerezani. Basi sasa wapeni basi, mtu ana makosa madogo, mpeni basi mradi asimamie. Mpeni mashamba huko, ili akimaliza kifungo chake pale kuendeleza kuilinda familia yake. Sasa mnamtesa ndani ya gereza pale. Pengine kikosa kidogo tu, mtu kaiba mbuzi, mtu kaiba kuku. Kwa sababu yule mtu aliyeibiwa kuku ana uwezo, anamkomoa yule mtu wa chini, hataona cha moto huyo, alafu anaonga hela kwa asitoke huyo kwa ajili ya kuku mmoja. Serikali yangu itatembea kila gereza. Mtu aliyeiba mbuzi,
Mtu aliyeiba si kuanzia milioni 1 si ana kesi ya milioni 2 3, kwambia toa weka nje, nampa shamba pale, analima, hizo hela atakatwa akiwa pale shambani. Akitoka pale kimaliza kifungo chake, endelea na hilo shamba hilo kwa ajili ya kulinda familia. Hiyo ndio Tanzania inayohitaji. Ni lazima tuwaondoe watu waliokuwepo magerezani ambao wana makosa ambayo pengine si makubwa, madogo tu. Lakini kwa sababu kashitakiwa na Ngombale kwa sababu ni fisadi ana hela, bwana usimtoe huyo. Ukimtoa huyo shauri yako. Ninataka umkomeshe huyo. Tanzania inayohitaji sio kukomeshana. Haki lazima itendeke. Najua atasema naingilia muhimili wa mahakama. Kwa uzoefu wangu niliokuwa nao wa nchi, mimi mwenyewe nimekuwa mgombea wa nafasi ya uspika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uchaguzi uliopita baada ya Ndugai kung'atuka. Na ukitaka kuendesha nchi nzuri, ni lazima wale mafiga matatu muwe mnakaa pamoja, mnajadiliana. Kwa nini wameweka mihimili mitatu? Mihimili mitatu maana yake ni mafiga matatu. Kuna bunge, mahakama na serikali. Nyinyi wote mnakuwa chungu kimoja. Hata kama mimi nikiwa rais, nakaa nao, lazima nashauriana nao. Naweza nikaenda kwenye mhimili wa mahakama, nikaongea na jaji nitakayemteua, nikamwambia hebu angalia kesi ambazo unaziona ni zile ndogo, hebu zitoe. Hawa watu waje ulayani wafanye nao kazi, tufanye nao kazi, tujenge taifa moja. Unaweza kukuta kuna mtu mjuzi kabisa kule, unaweza kukuta pengine fundi umeme mzuri kabisa yuko kule gerezani, alafu leo mnalemeka umeme hamna. Unaweza kukuta kuna fundi umeme yuko gerezani, kesi ndogo tu pengine alifanya, amesomea umeme, amesomea masuala ya afya, amesomea kilimo, amesomea masuala barabara, lakini yuko gerezani. Pengine ana kesi ndogo tu. Yule mtu ukimleta huku ukikaa naye mezani, mkakubaliana, anafanya kazi. Yaani ukae na fisadi mezani anadaiwa bilioni 2 3. Mnashindwa kukaa na mtu ameiba mbuzi, mkamuonya akarudi. Yaani fisadi mnakaa naye mezani namna ya kulipa eti madeni yake, fisadi. Lakini mnashindwa kukaa na mtu yule ambaye ameiba mbuzi au ng'ombe wa 300,000. Mnakaa naye mnazungumza naye, usirudie tena. Mnompa kifungo cha nje kwa usimamizi mzuri, huku anaendelea kuhudumia familia yake. Sasa mnamweka huyo kwa sababu ya kesi ya ng'ombe wa 300,000, anatesa familia ya watu 5, anatesa familia ya watu 10. Pengine alikuwa tegemezi, na pengine kesi zenyewe kwa sababu imekutana na mtu mwenyewe mfuga ng'ombe, ana ng'ombe wengi, ameonga huko. Nimeona hiyo migogoro hata kule Kilosa. Wameniambia wazee, tunaonewa wengine. Hawa watu wanachukua ng'ombe, wanauza ng'ombe, wanaenda kuonga huko. Wanamchukua mtu pale, tena mkulima hana hili wala lile, wanaenda kumfunga huko. Serikali yangu uonevu utakuwa haupo. Napenda kuahidi waandishi wa habari na Watanzania, serikali yangu itapiga vita uonevu, lakini nitasimamia nchi yangu kwa kadiri ya uwezo wangu, nikishirikiana na viongozi wangu wakuu wa chama, nikishirikiana na makamu wangu wa rais. Tutatenda haki kwa kila jambo. Kama kweli wewe ni mtumiwa kwetu, ujue kweli wewe ni mtumiwa. Kwa hiyo napenda kuwaambia hata huko mliokuwepo mahabusu, nichagueni tarehe 29. Nitakuja kuchuja kweli ni kesi ya halali, nitawatoa. Kwa sababu kuna vitu vingine jamani, hata mtoto wako au familia yako nyumbani, watoto si wanakukosea? Watu wanasemaga hata mtoto akikunyea mkono huwezi kukata mkono. Uongo kweli ndugu yangu? Kwani kusameheana hakupo? Kusameheana hakupo? Kwani mfupa, kwani ulimi ni chuma? Kuna msemo anasema ulimi hauna mfupa. Ndugu zangu wa Tanzania, ulimi hauna mfupa, inatakiwa tupendane. Hata mimi Ngombale naweza nikaongea jambo lolote tu hapo, kumbe ni ulimi, na yule ni binadamu. Kwa hiyo mnaweza mkakaa mezani mkazungumza. Ulimi hauna mfupa. Ulimi hauna mfupa. Na kusameheana ni jambo la kawaida. Sisi tumeumbwa kusameheana wa Tanzania. Tufanye kazi hizo pamoja, tujenge taifa moja la maheshimiano, la upendo, la kizalendo, ili tuendelee kulinda amani iliyotukuka katika taifa letu.
Na ninawaomba sana Watanzania, ifikapo tarehe 29 msidanganyike. Nendeni kwenye vituo vya kupigia kura. Kanichagueni mimi. Kachagueni wagombea cha wakulima AAFP. Ukiona amani ujue. Mimi nataka niwaambie, kuna vyama vingine unajua hata maneno yenyewe tu yanatisha. Yaani chama chetu sina maneno mazuri kweli. Ukiona ujue hiyo ni amani hiyo. Nyingine ashiriki. Si umeshanielewa? Amani ashiriki. Si umeshanielewa? Kulinda amani yetu ya taifa letu. Kwa naombeni sana, napenda kuwapa rai wa Tanzania. Msidanganyike na wanaharakati ambao wanasema kwamba uchaguzi umeenda hivi Sisi si waoga wa kutangaza sera yetu. Sisi si wanaharakati. Maana sisi wanasiasa tumetofautiana. Kuna wanasiasa wanaharakati na kuna wanasiasa wa kutangaza sera ya chama chao. Sisi ni kazi yetu ni kusambaza sera ya chama chetu na ilani ya chama chetu ili watuamini, watupe ridhaa, tupeperushe bendera. Asanteni sana. Karibuni kama kuna maswali mawili matatu ndugu waandishi wa habari. Niwapeni uhuru na nyie kidogo. Asante mwandishi wa habari kutoka Azam. Ni swali zuri sana umeniuliza. Tena ni swali la kizalendo. Nipende tu kuhakikishia Watanzania au kuambia Watanzania, nilipoingia kanda ya kusini, changamoto kubwa nilizoziona hasa ni kubwa kabisa. Hasa ni masuala ya mawasiliano, ikiwemo miundombinu ya barabara. Kwa sababu nimeingia kutoka Rufiji mpaka nafika kanda ya kusini, sijai kuona lami ya kinifu. Yaani nimeona lami ni vilaka tupu. Kikubwa waliposikia tu TANROADS, si naona mkoa wa Lindi sio ya Mtwara pale. Waliposikia mgombea urais kutoka chama cha wakulima na rais aliyopo madarakani anapita njia hii, nilikutana na malori pale. Kutoka Mnazi Mmoja wanaweka lami vikokoto vilaka wanazibazia. Yaani wakisikia kiongozi anakuja, basi wao ndo wanalashia eti vilaka eti. Hiyo ni changamoto ambayo nimeiona, mambo ya miundombinu ya barabara. Na ndio maana nimesema, nimewaahidi. Masuala ya lami ni ufisadi. Yaani mtu anapewa kazi ya kuagiza lami huko nje, ni mtandao wa watu. Nataka kufuta mtandao wa kuagiza lami nje. Nataka ni lami itoke hapa. Yaani maklasha tufunge. Kwanza madini yenyewe yanayotengeneza cement yanatoka kwetu. Tuna viwanda vingi. Tena hii naona hii italeta shida hii. Bora nifanye jambo moja nikiingia madarakani. Nitatengeneza kiwanda cha cement cha serikali. Nimeona. Nitaweka maklasha ya serikali. Hamna kupeana tenda. Nikiweka hivyo hata Watanzania watapata ajira. Lakini mambo ya kumpa tenda hii, mtu anapewa tenda, analeta lami, mtu anapaka pale, anapaka sio ili chafu pale, anasema lami, ukipita siku 2 unakuta ile imeshatoka yote. Na huwa kila kitu hiyo kwa sababu ya mawasiliano. Na ndio maana nimewaambia wasichekelee kwamba huyu akiingia madarakani yeye atatengeneza barabara yake. Na barabara haitakuwa nyembamba hivi. Barabara inatakiwa iwe pana. Tuna shida gani? Barabara inatembea kama uzi. Halafu ina vilaka. Na ndio maana nimesema wasichekelee kwamba wamesalimika. Nitafuatilia mikataba yote waliotengeneza barabara nchi hii. Nitamuita mmoja hadi mwingine anieleze kwa nini barabara hii umetengeneza kwa kipindi vifupi imekuwa na vilaka. Asiponipa majibu sahihi, nampeleka kwenye bwawa la mamba pale Ikuluni kwangu. Kwa sababu yeye kaua wangapi? Kwa sababu barabara inavyokuwa mbovu, gari zinapasuka tairi na watu wanakufa. Barabara kama uzi. Tumetoka juzi Newala hapa kuja hapa Masasi. Kuna daraja kubwa, maporomoko makubwa, afu kibarabara kama uzi hivi. Yaani yule aliyejenga pale ameshindwaje? Afu mimi serikali yangu nishindwe kupanua ile barabara.
Yaani barabara unampisha mtu eti apite kwanza, afu kutoka Newala kuja Masasi. Si mlima gani unaitwa ule? Na Maleche. Ni jambo la ajabu na mlima na Maleche pale. Barabara kama Uzi. Yule aliyejenga aliwezaje wewe ushindwe kujenga miaka 5? Na wahakikisha wananchi wa huko pale ule mlima ule nitapanua barabara ule mlima. Mtu akitoka huko napita huko na kena wanaelekea huko. Hiyo ndio zoezi. Na changamoto nyingine iliyokutana nayo, mwandishi wa habari, maswali yako mazuri. Nimeeleza hapa changamoto za kusini. Masuala ya mazao yao. Bei hakuna. Bei hakuna kabisa. Na hii bei si kwamba bei duniani haipo. Wapo watu mafisadi, madalali wanawachosha wakulima wangu ili mradi waendelee kushusha bei, lakini bei zipo. Sasa unapita kwa watu watatu ndio ukapate hela. Wewe utapata nini hapo? Yaani dalali ananufaika zaidi kuliko wewe mkulima. Sasa mimi nahitaji hivi, mkulima ndio mwenyewe anufaike. Wewe dalali na wewe katafute shamba lako huko, kalime na wewe korosho, kalime ufuta, kalime mbaazi. Maeneo si hapo. Kwa nini umnyonye wewe mkulima wangu? Na wewe dalali, kama ulikuwa dalali sasa hivi ujiandae na wewe kuja kuuza mazao yako kwenye soko langu kuu la kanda ya kusini. Umeniuliza mambo mazuri mwandishi wa habari na ndugu waandishi wa habari. Vipo hapa vyombo mbalimbali. Mko ITV hapa, mko TC hapa na mitandao mingine ya kijamii hapa. Mko Rai hapa, TV Mambo Leo, vyombo vyote mko mmejaa hapa. Mimi nawaelezeni kabisa. Nyinyi ni kioo kikubwa duniani. Nyinyi ni kioo kikubwa duniani katika taifa letu. Nyinyi ndio mnatakiwa mripoti taarifa za kutoka ndani. Na tena nawahakikishia waandishi wa habari wote nchi nzima, nikichaguliwa kuwa rais tarehe 29 Oktoba, nyinyi waandishi wa habari mtatembea kifua mbele. Lazima nitawapa vyombo maalumu na magari ya uhakika, muwafikie wakulima kule wakawaeleze changamoto, muniletee kwenye ikulu yangu. Hiyo ndio Tanzania nayoitaka. Kila chombo kitakuwa special, serikali itatoa gari. Azam TV yuko wapi? Yuko Mtwara. ITV yuko wapi? Yuko Mtwara. TBC yuko Mtwara. Channel 10 yuko Mtwara, gari hizo hapo. Kila mtu atembee vijiji kwa vijiji, aniletee changamoto kwenye ikulu ya. Mbona vitu vinawezekana hivi? Nchi yetu si tajiri. Sasa waandishi wa habari nyie ndio kioo kikubwa, mnatembea kwa shida. Usafiri wa shida. Tena nitawapa magari ya uhakika 4-wheel. Nataka muende vijijini kwa vitongoji, mkalete changamoto, mtoe ushauri, tujenge taifa la pamoja. Waandishi wa habari ni wajenzi wazuri wa taifa hili, wa kushauri serikali yangu. Nitawa sana. Mtatembea kifua mbele nikiwa madarakani. Kuna mwingine ana swali? Kutoka chombo gani samaki kidogo? TBC sawa. Changamoto ya ajira kwa vijana kama ambavyo umezungumza kwenye kampeni zako, vijana wanatakiwa kufikisha, lakini pia kwa wale ambao wanataka kwenye upande wa kilimo pia tutawapa makao tila. Lakini pia kitu kingine pia nataka nifahamu haya yote ambayo yanazungumza, hizi ahadi ambazo nazungumza zipo kwenye ilani ya chama chenu? Sawa, asante sana. Unaitwa nani umesema TBC? Faraji, sawa. Labda niwaambieni kitu kimoja. Hata unapofundishwa mpira uwanjani, kuna mpira wa kufundishwa na mpira binafsi. Yaani unakuwa na kipaji binafsi. Hata sisi wanasiasa tuna sera zipo kwenye ilani yetu na katiba yetu, lakini kuna mambo mengine wewe kama mzalendo unawe wewe mwenyewe unajiongeza. Huo ndio utawala. Kwani ufisadi unaofanyika upo kwenye sera zao au upo kwenye ilani zao jamani? Eti ndugu zangu waandishi wa habari, huu ufisadi unaofanyika upo kwenye sera au kwenye ilani yao ya chama? Kwani wanamopita au wanasema tutafanya ufisadi? Hawasemi hilo, lakini wanajiongeza wenyewe kwa uwezo wao, wanafanya ufisadi wao. Kwa hiyo na mimi mambo mengine hayo yapo kwenye ilani yangu, yapo kwenye chama, kwenye sera zangu, lakini kuna mengine nitakayofanya mimi kama mzalendo. Nafikiri umenielewa mwandishi wa TBC. Umenielewa lakini? Umenielewa? Hapo ilani na mwingine tunaongeza. Huo ndio utawala. Huo ndio utawala. Kuna mwingine ana swali? Karibu.
ITV. Ndio, umetoka taasisi gani? Nani unaitwa? Lucy. Ndio, karibu. Dada Lucy. Mgombea, mkutano wako umekuwa ukiongea na watu wamekuwa kusikiliza sera zako na zingine zimekuwa zikiwashangaza hivi. Ndio. Kutokana na mambo ambayo miundombinu, mashirika ya umeme, shughuli, watu wanajiuliza ni makusanyo haya ya nchi au kuna siri nyingine? Asante sana dada Lucy kutoka ITV. Unajua, labda niwaambieni kitu kimoja. Wakati Mwalimu Nyerere anapambana na wazungu, utawatoa kwa njia gani? Una bunduki, una hata kitu chochote kile, wenzako wana makombora huko, utawatoaje hao wazungu hao? Na hivi vitu tunavyotumia mpaka vijiko wanatengeneza wao. Sindano wanatengeneza wao. Hatuna mtoko kwa maneno. Sindano wanatengeneza wao. Vijiko wanatengeneza wao, majembe wanatengeneza wao, matrekta wanatengeneza. Utawatoa kweli hao? Lakini Mwalimu Nyerere akahapa kwa misimamo yake, akamtanguliza Mungu mbele, akaenda nao wale, akashirikiana nao wale ambao walikuwa tayari kushirikiana nao. Mwishowe akafanikiwa. Tuna kwa maneno tu. Kwa maneno tu. Yaani hakuna nchi ambayo imechukua nchi vizuri kwa kupitia Mwalimu Nyerere bila kumwaga damu ni Tanzania. Na Mwalimu Nyerere baada ya kuwatoa wale, alikuwa ni mtu mkubwa mwenye mafanikio makubwa Afrika. Hata nchi za Afrika zilikuja kuchukua mfano kwake. Kwa nini nasema hivyo? Kuna maswali unaweza kuulizwa ukajibu moja kwa moja. Na kuna maswali ukaanza maelezo. Naomba unielewe. Mwandishi wa habari wa ITV. Kuna swali unaweza kuulizwa ukajibu papo kwa papo. Lakini kuna swali lingine linaanza na maelezo. Ndio maana nimekupa kwanza hiyo mifano. Mimi nipende tu kusema kukopa madeni kwa mataifa mengine, kukopa si dhambi. Kuto kulipa madeni ndio dhambi. Lakini mimi kwa rasilimali iliyopo taifa langu na wahakikishia hakuna nchi tajiri Afrika kama Tanzania. Kwanza tuna bahati moja. Tuna fukwe nyingi za bahari. Tuna maziwa, tuna mito. Serikali yangu pesa hizo ninazozizungumzia hazitatoka nje ya taifa hili. Haitatoka nje ya nchi hii. Pesa itatoka ndani ya taifa hili. Kwa kusimamia mapato. Kama inavyosema mazungumzo yetu siku zote. Sisi serikali yetu iko hivi. Tozo kidogo, makusanyo zaidi. Tozo kidogo, makusanyo zaidi. Sasa wenzetu wameweka tozo kubwa, makusanyo kidogo. Alafu isitoshe sasa wameonea huruma mafisadi. Yaani mtu anadaiwa bilioni 2, bilioni 3 unakaa naye mezani. Lakini Mtanzania huyu akishafiwa, ana mgonjwa wake hospitali, wanavyomla hela. Wakati fisadi unakaa naye mezani unakubaliana naye, bwana unadaiwa bilioni 2 bwana, utalipa hii bwana. Hii nyingine tutalipa taratibu. Nchi hatuwezi kuendesha kwa staili hiyo. Hata wazee wetu zamani walikuwa nakimbia milimani kukwepa kodi, kukimbia. Yaani anaona kodi ni kitu muhimu. Kwanza kulipa kodi ni thawabu. Lakini mafisadi hawana huruma. Wao ni kunyonya tu. Ndio maana usikia hata mambo ya takataka hapo. Ni fisadi. Unafikiri mafisadi wako kule juu tu, hata huku chini. Wanafisadi tu. Hata kwenye takataka anakuambia anagonga mlango, lete hela kwa ajili ya takataka. Huu ni ufisadi tu. Kwa hiyo nakuhakikishia jibu lako, na kuhakikishia mwandishi wa habari kutoka ITV, na kuthibitishia pesa za maendeleo ziko ndani ya nchi. Haziko nje ya nchi. Tena nitawaruhusu hawa mafisadi kama watakuwa tayari kuja kushirikiana na mimi. Hatakai kuja kujisalimisha kwangu. Yes, mzoefu wa kufisadi. Nitampa uraia nchi nyingine akafanye ule ufisadi kule ili alete pesa hapa. Au akaibe mali huko, mipaka nitaiacha wazi. Aibe mali nchi zingine huko alete hapa. Tena mali ya wizi ya kutoka nchi nyingine zitapita bure. Lakini akiitoa ndani ya nchi ni lazima alipe kodi. Hayo ndio maendeleo. Kila mbamba ngoma sivutia kwake.
Kila mtu ana mbinu yake utawala. We iba tu huko, iba dhahabu huko hata tani 2 huko. Unipigie tu simu. Mheshimiwa Rais, nina lori la dhahabu hapa natoka nalo Kongo. Natoka nalo wapi? Namwambia lipo hapo, nakupa na escort kabisa huko. Ukifika pale Tunduma wapi hapo, ingiza lori la dhahabu huko. Likisha ingia huko, lakini kwenye kutoa sasa upeleke nchi nyingine, lazima ulipe kodi. Hayo ndio maendeleo yanayotakiwa. Sasa wezi tunao, baada tuwapeleke nje watuibie mali watuletee huku, mnakaa nao humu ndani. Yaani tuna vipaji vya wezi, tuna vipaji vya wacheza yaani tuwe kama wacheza mpira tu. Mtu kama ana kipaji cha kucheza mpira akacheze nje huko atuletee dola hapa. Sasa watu wana vipaji vya wezi Tanzania hapa. Wanatuibia sisi wenyewe. Hawa ni wa kuimarisha, wapelekwe nje watuibie kule. Watuletee hapa mali za wizi, sisi tutazifanyia kazi. Tutazifanyia kazi. Tuna vipaji bwana. Tuna wezi wengi kweli hapa. Tanzania tuna uwezi. Na ndio maana wanaulizaga huyu mshahara huu analipwaje na anayashije? Kumbe ni wezi. Sasa kama wezi kama wao tunao vipaji tunavyo, kwani tusiwavushe nje? Tunaenda kwa anakuwa mnyenyekevu, tena anapokelewa na ubalozi kule. Anajifanya kule ameenda kuuza dagaa. Lakini kumbe mwizi, anavizia dhahabu. Akipata hiyo dhahabu analeta huko, mambo yanaenda. Na mataifa yote ndio yako hivyo. Kila mbamba ngoma uvutia kwake. Uongo kweli waandishi wa habari? Kama mzalendo itetee nchi yako. Tena hiyo itatusaidia hata rasilimali hii isiishe kwetu hapa kwanza. Unajua wenzenu sasa hivi wanachokifanya? Haya madini ya viwanda. Mtu anajenga kiwanda, mnajua mali zote anapeleka kiwandani. Usiku vingine vinasafishwa kwenye makontena, wanaweka store kwao. Hivi vitu mnavyonunua huku bei rahisi, baadaye mtanunua bei mbaya. Si madini yataisha? Eti ndugu zangu, kwa mfano hizi dolomite zitaisha. Mnajua kwamba wenzenu dolomite inasagwa unga, inakuwa kama sembe. Ule unga ukishasagwa wenzenu wanasafirisha, wanaupeleka nje, wanaenda kuweka store kwao. Wanaweka store kwao. Baada ya miaka kadhaa haya madini mengine haya hayatakuwepo. Tanzania itaishi kwa mazingira magumu zaidi. Kocha kufanya na sisi cha msingi ni kuaibia wao kwanza nchi zingine za jirani huko. Tulete mali zetu hapa. Sasa mtu analeta mali hapa alafu mna nani? Karibuni. Nani TBC tena unafaa? Mmonyoko mkubwa wa maadili katika nchi yetu, lakini pia naweza kusema tuzungumzie kwenye nchi yetu. Hii mkiwa mkikamata dola mtakishia sasa tunarudisha katika hali nzuri maadili. Kwa kifupi sana kumaliza. Kiachana swali hilo, pia tunaona timu yetu ya taifa ifanye vizuri. Pia hata klabu yetu Simba, Yanga, Azam, wachezaji tegemezi wanatoka nje ya sio hapa ndani. Ukiwa rais mheshimiwa, utafanyaje kuhakikisha tunatumia mazao yetu sisi wenyewe hapa nyumbani na timu yetu ya taifa kufanya vizuri zaidi? Labda niwaambieni jambo moja waandishi wa habari. Niwaeleze hivi. Hizi sera zote na ilani ya vyama vyote vinavyoendelea, hapa kitu kikubwa ni uzalendo wa taifa. Mtu hapa atakuja kuahidi vitu 200. Yaani mnaanza mkajua kabisa kesho anaingia maji hapa. Lakini kwa ajili ya uzalendo wetu tumekosa. Ndio maana mimi vipaumbele vyangu viko 3. Cha kwanza uzalendo. Hivyo vikubwa hivyo, vingine vipo. Lakini cha kwanza uzalendo. Cha pili uzalendo. Cha tatu uzalendo. Ni kwa nini nimeweka vipaumbele hivi, kuvipa vipaumbele? Kwa sababu nchi yetu inatawaliwa na mihimili mikubwa 3. Kuna bunge, mahakama na serikali. Na tena hivi vidole vimekaa vizuri kabisa. Muona hivi vidole vilivyokaa? Vimekaa vizuri kabisa. Hii ndio serikali. Muhimili wa mahakama, bunge. Vimekaa vizuri kabisa. Alafu Mungu hana makosa. Unaona vile tofautiana? Imeenda hivi. Serikali ndio. Kwa nini serikali anawateua wao wenzake? Mungu ana maana kubwa. Hivi vidole 3 hivi. Hivi viangalieni vizuri sana. Kwa hiyo maadili hao unaozungumzia kutokana na uzalendo, serikali iliyopo madarakani hawapigi vita maadili. Wanakaribisha mmomonyoko wa maadili. Naomba mnielewe. Serikali iliyopo madarakani haipigi vita mmomonyoko wa maadili, inakaribisha mmomonyoko wa maadili. Nimewapa mfano mzuri sana, ndugu mwandishi wa habari wa TBC. Maadili ya Tanzania sisi
Mwanamume anaruhusiwa kuvaa kieleni? Haruhusiwi. Lakini kwa maadili yetu sisi na serikali iliyopo madarakani wanakaribisha. Mtu anavaa kieleni, hafu umekaa jukwani unafurahia. Sasa hapo unaondoa maadili hayo au unakaribisha? Tuelekee kwenye masuala ya soka. Na ndio maana nimewaahidi wa Tanzania, serikali yangu itavipa vipaumbele sana wazalendo. Na ndio maana nimesema nchi hii haitaona kombe la mataifa ya Afrika kamwe. Lakini mimi nikiingia madarakani lazima kombe nalileta hapa. Nisipolileta kombe kutoka 2030 kwenda na 35 wasinichague. Kwa sababu najua mbinu za wachezaji. Nitatengeneza timu nzuri. Tena nitatafuta timu ya wazalendo. Sasa mchezaji anaitwa pale kwa sababu anajuana na mtu yuko TFF. Tena kwa mpango. Anaulizwa, bwana wewe sikiliza bwana. Wewe unaitwa timu ya taifa pale sasa. Wewe upo karibu na nani? Unapeleka. Yaani timu inakuwa ya kibaguzi. Yaani mchezaji anaingia pale kukubebwa tu. Yaani kuna wachezaji wengi wazuri wako nje huko kushinda timu ya taifa. Lakini kwa sababu mchezaji huyu yuko karibu na fulani linapelekwa jina. Tena anaambiwa kabisa tunapeleka jina lako bwana. Nitaondoa hilo. Na hii mambo ya kusema goli suila nini goli na nini. Mimi siku hiyo yaani nitalitengeneza goli inaitwa goli la mzalendo. Sitaita goli la Ngombale au goli la baba. Nitaita goli la mzalendo. Sitapenda kuita hili ni goli la baba hili. Unampa milioni ngapi? Mimi nitaita goli la mzalendo milioni 15 kwa timu ya taifa. Mtu atakayefunga goli kwa sababu kaipambania nchi yake, nitatoa milioni 15. Hilo linaitwa goli la mzalendo, sio goli la baba. Sitapenda kuitwa goli la baba. Nitaita goli la mzalendo. Nitatoa milioni 15. Kila goli hili moja. Hiyo ndio Tanzania tunayohitaji kwenye masuala ya michezo. Na pia kuna vipaji vijijini kwa wanamichezo. Nyinyi wenyewe mlikuwa mashahidi, tumefika pale Tandaimba. Mmekutana na wale vijana wale. Wana kipaji kizuri kabisa wale vijana. Wale vijana ndio wa kuwapeleka wale wa kuwapa support. Vijana mmeona wamevaa vieleni pale. Na ndio maana nimewaahidi mwanamuziki wa aina yote atakayevaa kieleni viboko 12. Mwanamuziki yote atakayevaa kimini eti. Alafu mimi nimekaa mbele na kuangalia na kimini chako. Kamata pale, peleka ndani, piga viboko 12. Nahitaji taifa lenye maheshimiano na lenye maadili. Hawa wa China wanaendelea, wana maadili ya taifa lao, wana maadili ya kila kitu, wanaheshimiana, wanapendana. Nahitaji taifa la mapendano. Ni lazima tuwaenzi viongozi waliopita wa taifa hili. Kuna marais zaidi ya 5 wamepita nchi. Lazima tuwaenzi yale walioyafanya. Na jamani, waandishi wa habari, uongozi ni mbio za vijiti. Wao wamekimbia, wameishia. Si kwamba hawajafanya vitu, wamejitahidi. Wamejitahidi. Ndio mwisho wa kukimbia kwao. Utamlaumu Mungu kamuumba hivyo ndio akimbia ishia hapo, wewe utamlazimisha? Vitu vya ajabu, wewe utamlazimisha kwani ukimbii sana wakati ndio uwezo wake wa kukimbia? Lakini mimi nitakimbia zaidi ya wao. Na ndio maana nitatengeneza serikali ambayo ya masaa 24. Karibu kama kuna mtu ana swali. Tena ongezea kwa mfano kwenye taasisi ya serikali kule bunge. Maadili. Baada ya kufanya kazi ya wananchi anakwenda kuruka sarakasi kwenye bunge. Mbona maadili gani? Jamani, wewe nimesikia hapo. Katibu wangu naye ananikumbusha hapo. Kuna jambo nimelisahau. Yaani watu wanafanya masiala na siasa. Siasa ni maisha ya watu. Kama mnavyoona imeandikwa hapo. Siasa na nini? Hebu pigeni ficha. Imeandikwaje? Siasa maisha ya watu. Kuna bunge na kunaruka sarakasi. Eti, mumeona limeandikwaje fulani? Siasa maisha ya watu. Siasa na maisha ya watu. Hiyo ndio siasa inayotakiwa. Sasa wewe siasa unafanya na masiala na watu. Yaani bungeni baadaye upeleke sera, upeleke maoni, upeleke changamoto. Jimboni uonekane, unaenda kuonekana bungeni unaruka sarakasi. Ndio maadili wapi? Yaani akaenda bungeni pale mtu amekaa unakuta anaibuka na jambo ambalo halina hata msingi. Yaani bunge linakuwa kibogoyo. Yaani wanajisahau, bunge linakuwa la pande mmoja. Kwa hiyo na waombeni pigeni kula. Bunge lile linatakiwa lijae mchanganyiko, lijae watu wa chama cha wakulima.
pale ndani ya bunge. Sasa bunge linakuwa, ndio maana mtu saa mmoja tu bora aluke sarakasi tu, maana hana la kusema, bora aluke sarakasi tu basi. Yaani wanaongea vitu hata vieleweki, eti bungeni wanaruka sarakasi. Yaani wananchi wamekutuma kuruka sarakasi bungeni? Mahakama yani vitu vya ajabu. Maadili hamna. Ndio maana nimesema hii mihimili inataka maadili. Kwanza muhimili wa serikali unataka maadili na uzalendo. Mahakama nayo hivyo hivyo inataka maadili na uzalendo. Bunge linataka maadili na uzalendo. Yaani yule mimi nilipokuwa nimegombea uspika, angenileta na lukaluka hapa, ningeruka naye pale ndani ya bunge. Yaani ningemtoa nje pale akarukia huko kwa wananchi wake. Yaani baadaye uniletee changamoto unakuja kuruka na vitabu vyako hivi. Yaani unaleta vioja ndani mambo ya msingi. Yaani wanabunge wanaleta vitu vya hoja kwa ajili ya mambo ya msingi. Yaani bunge unalika sarakasi afu unamwacha. Afu mnacheka tu. Mimi speaker. Na ndio maana kula zangu hazikutosha hapo, walijua. Na niliwaambia siku ile nitawatengenezea task force kumfuatilia mbunge anakuja hapa bungeni. Ameenda yani pale naweka kabisa pale bungeni pale, yani mtu kabisa namuuliza wewe unaingia hapa umetoka jimbo gani? Napiga simu kwenye lile jimbo. Nimetoka jimbo fulani linaitwa Niwala si wapi Masasi. Haya, wananchi wako taarifa ziko wapi? Changamoto za wananchi wako ziko wapi, ukawaeleza huko ndani. Si nini na amekaa na miwani yake nene. Anambia kumbe ndio hivyo Rudi huko, hamna kuingia hapo. Huwezi kula hela za watu tu mle ndani. Yaani kazi yako kufika jioni, wewe mtaji kitako wanasita eti kazi yako sign it. Baadaye utembee huko kafanye kazi, ulete changamoto. Tunahitaji bunge kama hilo la maheshimiano, ndugu zangu waandishi wa habari. Kama kuna lingine mtu anaweza kaniuliza, maana mimi sichokagi. Paka asubuhi hapa tunaweza tukaulizana hapa paka kuna kucha hapa. La mwisho mambo leo. Ndio. Swali langu liko hapa kwamba umesema kwamba shirika la umeme Tanzania TANESCO utaongeza mashirika mengine kwa ajili ya kutengeneza competition au ushindani kwenye uzalishaji wa umeme. Pengine hauoni kwamba kuna haja ya kufanya tu investigation au uchunguzi ndani ya shirika lenyewe kujua kwamba kinacholeta changamoto ni shirika au ni watendaji wa ndani ya shirika ndio wanasababisha mpaka leo baadhi ya maeneo yanakuwa na changamoto kubwa kama hususan kusini kama tulivyozoea kutoka tulipofika. Uone kwamba kuna lazima wa kutengeneza kamati itakayoweza kushughulikia au kuangalia wale watendaji wa ndani ya TANESCO ndio wenye changamoto au ni shirika lenyewe kwa ujumla, napaswa nafikia hapo kusema kwamba tunaweza mashirika mengine kwa ajili ya kutengeneza ushindani. Lakini swali la mwisho la nyongeza ni kwamba kwenye miundombinu ya barabara umesema kwamba utaleta mawe na kutengeneza barabara za zege. Unachokizingatia ni kwamba unahitaji barabara ambayo inakaa kwa muda mrefu lakini na gharama kubwa, au kwa sababu ukiangalia kilomita moja ya barabara ya lami ni almost milioni 500 mpaka 700, lakini kilomita moja ya zege ni zaidi ni bilioni 1.5. Wewe umeangalia kitu gani hapo, gharama ikiwa kubwa na barabara iwe imara ya muda mrefu, au uangalia namna ya zile lami ziwekwe zikae kwa muda mrefu kwa gharama ndogo? La mwisho kabisa sasa hivi kwenye sekta ya kilimo tumepita maeneo mengi na umeahidi kila nyumba 10 utaleta trekta moja kwa ajili ya kuwasaidia kupush kwenye kilimo. Tumekuwa na wakulima wengi zaidi, yani nchi hii wakulima ni wengi kuliko watu wengine wote, yani hawa wafanya biashara wanafanya biashara kutoka kwenye kilimo. Una kitu cha kuambia kwamba sasa tutakwenda kutengeneza mipango hii kwa ajili ya kuhakikisha mazao yenu mtakapoelima hamtakuwa na hamtakuwa na changamoto ya mauzo, kwa sababu wengi wana mazao yao wameshaweka ndani, hawaoni pa kwenda kuyapeleka. Asante ndugu mwandishi wa habari, maswali yako mazuri sana. Nipende tu kukujibu kwamba kwanza tuende kwenye masuala ya umeme. Nadhani nimetoa mfano mzuri sana. Nimetoa mfano mzuri. Unapokuwa na washindani watatu, watakuwa wanashindana wao, lakini wananchi wanafaidi. Wananchi wanafaidi. Lakini kitendo cha kuacha shirika moja au kama ulivyoshauri tutengeneze kamati. Hizo kamati hizo ndio zinasababisha serikali ya sasa hivi vikao viishi kila siku kamati. Kwa hiyo ukiweka mashirika matatu, hii semina na kamati ya makongamano inakuwa haipo. Watajichekesha wenyewe. Wataleta mashirika yenye ushindani kuhusu masuala ya nishati ya umeme.
unavyoona mambo ya simu, kama unavyoona mambo ya simu, yani hilo alikwepeki kwenye serikali yangu. Hata unishaurije, ni lazima nitaweka mashirika zaidi ya 3 ili tuweze kupata umeme halisia. Umezungumzia masuala ya zege, kwamba unasema zege ni gharama kubwa, lami gharama ndogo. Mimi nataka nikuhakikishie, kwa nchi yetu sisi ilivyokuwa tajiri, tuna haja ya kufikiria gharama ndogo wala kubwa. Tunahitaji miundombinu, magari yapitike kila wakati. Hata zege ikiwa gharama kubwa, iwe imara, ikae muda mrefu. Sasa gharama ndogo, lami inakaa siku 3. Kesho unatengeneza unaleta vilaka. Sasa kuna serikali yangu ndio inaitaka hivyo. Nitaweka zege la uhakika na barabara pana. Miundombinu ipo. Hata hii masuala kulipalipa fidia hii, watu mafisadi wachache wanatengeneza tu, wanaandaa nyumba mule, eti kule kunatakiwa fidia kulipa watu bilioni kadhaa. Ukiangalia tumeenda pale uwanja wa ndege pale Kilwa pale, mwaka wa 7 watu wametathminiwa, watu hawafanyi maendeleo, watu wanashindwa kuendeleza nyumba zao kwa ajili ya uwanja wa ndege, hawajalipwa mpaka leo. Pengine unaweza kukuta ukifuatilia pale, serikali yangu ikifuatilia pale, unaweza kukuta pengine fungu lilishatoka, limeshaliwa. Tarehe 29 wataona. Mtajua pale. Wakinicha utajua. Hela zilishatoka, zilikuwa zijatoka. Pale Kilwa uwanja ndege pale. Mwaka wa 7 mpaka leo. Tuelekee kwa masuala ya masoko. Kuhusu mazao. Matrekta. Mimi nimekuthibitisheni. Ukiangalia hizi pawatila jamani, bei yake ni ndogo sana. Hata ya matrekta, mimi kuna jamaa wangu anauza matrekta, si anatoa huko India huko bei chini kabisa. Yaani faida yake anapata mara 3 yake. Trekta hili moja. Mimi mwenyewe nimetembea sana China huko, Hong Kong, huko magari, nimebeba najua magari huko. Kwani kwa nini nawaambia nitaleta magari ya matakataka huko? Magari yamekaa tu, hayana hata bei. Tatolea kodi yote na aleta hapa, nalipa mwenyewe serikali. Kila eneo yanakuja kwenye mtaa naweka gari ya kubinua kabisa ya kwenda kutupa takataka. Vitu vidogo tu hivi kwa nchi yetu iliyokuepo. Lakini mpango wa watu kupiga hela. Kwa hiyo mianya ya kupiga hela hii nataka nifute. Wao wamedili kupiga tu. Yaani akaamka asubuhi anadili mipango yake ni kupiga hela tu. Mipango yake ni kupiga hela tu. Nataka nifute. Kwa hiyo ndio maana nimewaahidi kila kaya ya kuanzia watu 10 nitawapa trekta kuanzia maisha. Tunataka matajiri wanaotokana na kilimo. Kijana yoyote wa kuanzia umri wa miaka 18 nitampa pawatila bula kuanza maisha. Vitu vidogo tu hivyo. Hata hizi pikipiki unazoziona hizi pikipiki si hata kama milioni nafika. Kwa ajili ya kuondoa vilio vya ajira, hawa watu wenyewe wanapenda kuwa bodaboda. Wapeni basi pikipiki, mnampa tu utaratibu. Kusanya hela zako hapa basi. Sasa mtu pikipiki inauzwa milioni 1. Anaenda kwa fisadi mmoja akachukua pikipiki 50, anakuambia hii bwana nakupa mkataba miaka 2, urudishe hapa milioni 4. Hayo si mateso hayo jamani? Ni mateso. Kwa hiyo nitakachokifanya nitawasimamia wananchi wao. Kwanza wa bodaboda, wakulima, mazao yao wauze kwa wakati, nitapunguza bei elekezi hizi za pembejeo zao hizi. Madawa ya korosho haya watembee kifua mbele, rais wao nipo. Ikifika tarehe 29 wasisahau kunichagua. Wakumbuke yule mnyonge mwenzetu, yule mkulima mwenzetu. Alafu unajua watu wakisema wakulima kwamba wataona kama mimi naibagua nyundo. Wale wenzetu wana nyundo na jembe. Nyundo wakimaanisha ni wafanyakazi. Lakini kumbukeni hao wafanyakazi, walimu, wafanyakazi wengine wametokana na wazazi wao ni wakulima. Na hata wao wenyewe wanalima. Wewe tembea huko maofisini, utamkuta mwalimu, daktari na ana shamba lake. Hawezi kuishi bila mshahara. Hawezi kuishi bila kulima. Hawezi kuishi bila kupata chakula. Kwa ndio maana nahakikishia kabisa kwamba haya yote, hata taifa letu au nchi za Afrika zimekombolewa na watoto wa wakulima. Hata wale kina Mugabe, kina nani Afrika ni watoto wa wakulima na wafugaji. Kwa hiyo nitaenda na wafugaji, nitaenda na wakulima, walimu nitaenda nao, na huku nikiendeleza uzalendo. Yaani uzalendo kitapewa upaumbele kufundisha madarasa kwa ajili ya uzalendo wa taifa hili. Nchi imekosa uzalendo. Kuna mwingine ana swali?
Karibu Mambo Leo TV. Kwa muda bwana. Karibu Mambo Leo TV mwache. Nilamwisha kabisa. Karibu sana. Kuhusiana na umezungumzia kuhusu waandishi wa habari kuwatengenezea mazingira mazuri ya kazi. Sasa hivi tupo kwenye uchaguzi. Kuna baadhi ya watu stories ukifanya unaambiwa hii usipeleke. Yaani kama inaigusa story inaigusa jamii moja kwa moja, labda watu wapate changamoto ya maji na nini, unaambiwa bwana hii iache. Kwa sababu itaharibu. Ni kitu gani ambacho inaharibu? Ni kwamba alichokifanya hana uhakika nacho au alienda kuahidi wananchi uongo? Yaani mwandishi wa habari wa Mambo Leo TV, umeuliza vizuri sana. Unajua nchi yetu hii watu tunajidanganya tumepata uhuru. Lakini uhuru tuliokutana nao ni wa Mambo Leo. Nyerere alikuwa na nia nzuri sana kwamba uhuru uwepo uhuru, na uhuru mwingine sio kuachia moja kwa moja. Naomba unielewe. Uhuru wenyewe unaozungumzia sio kwamba ndio uwe uhuru moja kwa moja. Na mimi serikali yangu haitakubali yaani uhuru uwe uhuru tu moja kwa moja. Ni lazima uhuru uwe na mipaka yake. Lakini ukiwaachia kila mtu tu afanye anavyotaka, nchi ndio inaikuwa sagala bagala. Inaweza kaingia hata kwenye vurugu. Kwa hiyo kuna masuala mengine ni kweli unaweza ukachonganisha jamii pamoja na serikali iliyopo madarakani. Kwa hiyo wewe kama mwandishi wa habari unaangalia hili jambo, kuna jambo lingine unakuja kwenye ikulu yangu kuja kunishauri kwamba Mheshimiwa Rais hili unaonaje tulipangaje. Kuna mwandishi mmoja aliniuliza swali moja, akaniambia serikali yako itakuwa ina maana itakuwa ya nyundo. Sio ya nyundo. Unapokosoa serikali, wewe unaangalia namna ya kukosoa. Sio imani umeambiwa kukosoa, wewe ni kukosoa tu baada ya kushauri. Sisi tunahitaji kuwa wazalendo wa kushauriana zaidi kuliko kukosoana. Niliwaambia kuna wazee fulani nao walijitokeza hapa katikati. Nafikiri na mimi si ndo niliwatuliza wale. Nikamwambia nyinyi wazee sio wachambuzi wa siasa. Umri wako wa kuchambua siasa ulishapita. Kuna umri wa kuchambua siasa. Sasa wewe mzee umeshafanya siasa tangu enzi za ukoloni. Mpaka leo unataka kuchambua siasa baada ya kushauri serikali. Kwa hiyo hata mimi nitawakaribisha wazee kwenye ikulu yangu kuja kunishauri. Sio unakaa kwenye jukwaa huko unapiga kelele. Kupiga kelele sio solution. Au Mheshimiwa Katibu nakosea? Kupiga kelele sio solution. Na kulalamika sio solution. Lakini kushauri ndio jambo la msingi. Na ndio maana nimewaambia tangu mwanzo. Sisi wanasiasa tumetofautiana. Kuna wanasiasa na wanaharakati. Wanaharakati wenzetu wengine sio harakati za ndani tu. Wameweka mitego yao ya harakati paka nje. Kuna kitu wanapata hapo. Lakini sisi chama chetu ni cha wanasiasa na tunatangaza sera tukiwa na rais wangu makamu Mheshimiwa Chumu Juma Abdalla. Yupo hapa mnayemwona pembeni. Na kiungo wetu wa chama Mheshimiwa